Alasiri njema mtazamaji popote ulipo katika Jamhuri ya Kenya, katika uwanja wa Police Sacco jijini Nairobi. Nairobi United dhidi ya Posta Rangers, ikiwa imesalia michezo mitatu kutokea leo. Ni michezo miwili kabla ya ligi kuu taifa kufikia tamati msimu mwaka 2025-26, na wapo katika uwanja huu walivyoingia taratibu Naiboys. Kwa mara ya kwanza kabisa wanapambana kushiriki ligi kuu taifa, lakini zaidi ya yote wapo ndani ya tatu bora, kikosi ambacho kimepambana kweli kweli kimataifa, lakini unapiga dhidi ya Posta Rangers, wazoefu katika ligi kuu taifa, wamekwepo kwa miaka na mikaka. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ni tofauti ya kizazi ambacho kinatumika katika mazingira ya leo hii. Tupo katika uwanja huu ambao kwa hakika umeidhinishwa na CAF, shirikisho la soka nchini barani Afrika, kwa matumizi ya michuano ya kimataifa na hususan mazoezi. Pembeni kule basi ni barabara kuu ambao inaitwa Expressway kutoka Mlolongo mpaka Westlands, lakini hapa pembeni tu ni uwanja ambao tutashuhudia pambano kati ya kati ya Nairobi United dhidi ya Posta Rangers. Je, nani atakayeweza kuibuka kidedea? Kila mmoja katika ubora wake, kila mmoja akili ya mpira. Upande wa pili muona Mbugwa, baadhi ya wachezaji wa zamani ambao leo hii wapo katika benchi la ufundi kwa ajili ya kuweza kufanikisha yote. Upande wa pili pia vile tuweze kuona sura ya shilingi. Upande wa pili Naiboys ikiwa wanapasha misuli moto makupiga njaramba, wapo wamewakilisha taifa kimataifa. Omala huyu ikiwepo Gor Mahia wakati fulani amekwenda nje ya nchi kutafuta lishe bora. Ndani ya michezo mitatu hajahusishwa pakubwa kutokana na jeraha alopata kakake Duncan Odhiambo. Omala angalau akipata nafasi. Mimisa yupo hapa. Dickens ye Pilato mchezo ama mwamuzi wakati anapiga hatua kuingia dimbani kwa ajili ya kuweza kutoa mwongozo, kukariri ardhi ya Tanzania, ardhi ya Mwalimu Kambarage Nyerere, katika makao makuu ya Bwana Karume, kwa ajili ya kuweza kutoa mwongozo. Atasaidiwa na Paul Ndiba pamoja na Irene Marshall, laini ya kwanza, laini ya pili. Mwamuzi wa mezani kwa maana fourth official Lucy Juma akiwa anatoa maelekezo. Alisimamia pambano kati ya wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga, debi ile iliyopigwa kule Zanzibar. Nairobi United kikosi hicho, Bana Jairo amebadilishwa kutoka kwenye bench. Yusuf Mainge, Steve Biko, Lennox Oguto, Kevin Osanya na Leslie Owino. Enoch Mashaka katika idara ya kati, Brian Mzee, Mustafa Kiza, Kevin pamoja na Karamor. Karamor akifunga hat-trick dhidi ya Murangasi wakati uliopita, ambapo alitakata kweli kweli kupata ushindi wa magoli 4-2. Piga uzi nyekundu, rangi ya mzee iliyokoza. Lennox Kimungui yupo, Dimple Omamo, Musa Mohamed mchezaji mzoefu amekwepo hapa kwa faida ya Polisi. Justin Ujambo, Elvis Nur, Caleb Olilo yupo, Vincent Wasambo, Brian Yahama, Jackson Masharia na Oliver Maloba, wachezaji ambao wana uzoefu wa kutosha. Wapo wachezaji wa akiba watumika wakati wote. Solo mwenyewe kama na Godfrey Dwor, mwalimu wa siku nyingi, amekuwa na mtiririko wa kipekee, amewapenyeza ndani ya tatu bora
na kwa hakika yupo kazini hapa kwa ajili ya kutafuta kumaliza ndani ya 3 bora, ikiwa imesalia michezo miwili baada ya mchezo wa siku ya leo. Wanabadilishana maeneo kwa mujibu wa shilingi iliyorushwa na Pilato wa mchezo, kuuliza ni nani anaanzia wapi. Hii rangi ya kiza na alovaa Wangaya ni kijani isiyokoza kama ilivyo kwa wenzao, ndio tofauti. Amerudi akitokea kule kwa wanajela, kwa maana Tanzania Prisons. Zedekazi Otieno, mchezaji wa zamani Kisumu Posta, amekwepo kwa faida Gor Mahia miaka 90. Amechezea timu ya taifa akiwa na Tobias Juakali Ochola, amekwepo katika timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Nazungumzia mwaka 2012 akiongoza katika mashindano ya Sekafa na hata kutafuta nafasi ya kuweza kuwania dimba la bara la Afrika. Nakumbuka wakati uliopita akipambana kweli kweli katika mchakato mzima wa kuweza kupata matokeo dhidi ya Uganda Cranes. Mpaka leo wanamuimba Arnold Origi katika uwanja wa Nambole jijini Kampala nchini Uganda. Nimisa ndiye Pilato wa mchezo. Kipenga chake mwamuzi wakati kimesikika, mtazamaji. Mwamuzi mwenye sifa kedekede katika usimamizi wa pambano ndani na nje ya bara la Afrika. Tumeshuhudia hata katika mashindano ya CHAN mchezo pia vile ya kuweza kubaini kati ya Mali na Msumbiji nani anapiga hatua na kuingia katika michuano ya dimba la bara Afrika mwaka 2025. Alikuwepo akiwajibika pakubwa, na hata katika mashindano yenyewe bila shaka alifanya makuu katika upande wa pili, sema upande ule wa VAR. Kwa hiyo waliopiga uzi nyekundu kiwatacha hapa wakiwa ni Posta Rangers, wana kukota mchezo ama mpira kutoka pembeni kushoto kuelekeza kulia, tuweze kujua itakuwaje katika uwanja. Upande wa pili waliopiga uzi ya kijani kibichi wakiwa ni Nairobi United, majuzi tu wakifanya makuu. Hata hivyo katika changamoto kuweza kupata matokeo chanya, kuangalia je dhidi ya Sofapaka wakipata ushindi wa magoli 3-0, na pia vile vile Posta Rangers wenyewe wamefanya makuu dhidi ya Bandari, mchezo wa katikati ya juma ambapo walikwenda sare ya 1-1 kama ilivyo pia vile vile Potitiga dhidi ya Bidco United, matokeo yakiwa ni sawia. Lakini mara ya mwisho wakipoteza ilikuwa ni dhidi ya APS Bomet ambapo walichezea kichapo cha magoli 3-0, na pia vile dhidi ya Mara Sugar wakipoteza 1-0. Kwa hiyo tangu atwikwe majukumu, Zedekazi Otieno ameonyesha hali ya upambanaji. Zedekazi Otieno mpaka leo yupo kwa ajili ya kuweza kuiwezesha timu hii ya Posta Rangers kukwepa hatari ama shoka la kushuka daraja. Niite Bonga Bole Michael Were Muhosia. Kumbuka hii ni KBC Channel 1, mwindani wako michezoni. Anauliza kunani hapa? Zedekazi Otieno. Popote momote kokote uliko, bila shaka una kila sababu ya kuweza kupata burudani na kuweza kutathmini mazingira mchezo ulivyo, ikiwa ni vita vikuu kupata bingwa wa taji hili, na pia vile upande wa pili tunashuhudia je nani atakayepigwa panga na kushuka daraja. Hali ya Sofapaka tayari imekwisha andikwa kwamba amekwisha zama, manake ratiba ilisalia ni kwa wao kuweza kuheshimu ratiba hiyo tu. Lakini upande wa pili basi utaweza kusubiri kuona je Posta Rangers wanaweza katika nafasi ya ngapi, Kariobangi Sharks wanaweza katika nafasi ya ngapi, Ulinzi Stars wanaweza katika nafasi ya ngapi. Anakuja Wangaya, hatari, mazingira yale yale kama ilivyokuwa walipocheza dhidi ya Mathare United majuma mawili yaliyopita, ambapo safu ya ulinzi ilisuasua na wakaishia kuruhusu goli ambalo lilionekana kuwa ni Rizki Kitako wakati huo. Asha Kumsimatusi, mtazame Wangaya huyu, mchezaji nyota wa mwezi Aprili, akichangia pakubwa kwa magoli kupatikana na hata pia vile vile yeye mwenyewe kuwa mfungaji. Kumbuka dhidi ya Mathare United alifunga, lakini kabla hapo alifunga kupitia mkwaju wa madhambi dhidi ya Murang'a Seal.
mbali na kutoa angalau assist kwa faida ya kikosi husika. Garamora akifunga magoli matatu wakati uliopita. Tosi Utosi katikati ya dimba, anatoa minus kwake mlinzi wa pembeni kulia. Amekubali kwenda chini, lakini mwamuzi anasema shughuli iendelee katika uwanja huu. Kumbuka kwamba licha kuwa wao ni limbukeni, lakini wamefanya usajili wa kutosha kwa ajili ya kupata wachezaji wenye uwezo mkubwa. Wangaya ndiye kiungo mchezeshaji. Stability ya timu inamtegemea pakubwa, na hata ukiangalia kazi atakayofanya Mashaka, yupo pia Kisa, mojawapo wachezaji ambao ni tegemeo katika kikosi hiki kwa ajili ya wao kuweza kumaliza ndani ya 3 bora. Na wapoangalia safari yao tangu waingie katika ligi kuu taifa chini ya uangalizi wa mwalimu Nicholas Muyoti, akawezesha hata kupata ushindi pia vile kwa ajili ya kuweza kupata ubingwa wa taji la shirikisho ambao inaendelea pia vile wikendi hii. Kutokana na ushindi ule ambao walipata dhidi ya Gor Mahia, fainali kuu ikifanyika katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex jijini Nairobi. Kilisha taifa kimataifa katika mashindano hayo, hatua ya mwanzoni wakapata hatua ya kuweza kuingia ndani ya makundi, ambapo kwa hakika waliona chemta makuni dhidi ya Wydad Casablanca ya Morocco. Wakapoteza nyumbani ya ugenini, wakapoteza dhidi ya Maniema kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia vile wakapoteza dhidi ya Wanaramaramba kutoka nchini Tanzania, lakini kama ni experience ya kipekee. Anaukokota huku, anakwenda mzima Sebuleni, jaribu kuunganisha, lakini anafanya nidhamu kubwa sana katika safu ya ulinzi. Tutakuwa na shuhudia utimamu wa wachezaji katika safu ya ulinzi, ubunifu wa wachezaji katika idara ya kati, na wale mawinga watakavyotumika kwa ajili ya kuweza kufungua mchezo. Aliunawa captain mwenyewe upande wa pili, lakini huyu kwa upande huu basi Brian Mzee anapiga matuta usoni, akiwa na kariri mikimbio ya mwamuzi katika uwanja huu kwa ajili ya kuweza kufanya maamuzi chanya. Kawaida yao siku zote wanapopoteza mipira inabidi warudi nyuma kwa wepesi kwa ajili ya kuweza kuimarisha ulinzi. Anaingia Sebuleni, amekwisha otea. Mazingira tulivu kuruhusu mchezo wa soka kutitikwa. Wapo katika nafasi ya 4, sema kwamba alama 48 wakiwa sawia na Shabana ambayo ipo katika nafasi ya 5, lakini kwa tofauti idadi ya magoli. Manake walipoteza kwa magoli 2-0 dhidi ya Kariobangi Sharks mchezo uliotangulia. Hapa narejelea Nairobi United, lakini kabla hapo walisajili ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Tusker kwa tarehe 6 mwezi huu. Wakasajili ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Mathare United, ngoma iliyotitikwa katika uwanja ule wa Annex. Kabla hapo wakapata ushindi wa magoli 4-2 dhidi ya MC Lugenini kule sehemu za St. Sebastian Sport Pesa Arena. Awali kabisa wakasajili sare ya magoli 2-2 dhidi ya Kakamega Homeboyz. Wangaya sema kwamba ni mkwaji wa kona wazuri sana katika michezo mifu. Hebu tazama kitokeo, very comfortable akiwa na mpira miguuni, lakini amekumbana na kisiki katika changamoto ile ya kuwania mpira. Musa Muhammad, azungumzia mchezaji ambaye amekwepo katika kikosi hiki cha Posta Rangers, akaondoka kwenda kutafuta lishe bora kwa faida ya Kenya Police. Kabla hapo amekuwa na Gor Mahia akibeba ubingwa wa ligi kuu taifa, beba ligi akiwa na timu mbili tofauti. Amevaa uzi wa timu ya taifa Kenya Harambee Stars, Musa Muhammad, na hata kucheza katika michuano ya dimba la kombe la mataifa bara Afrika AFCON mwaka 2019. Kumbuka pale akiwachwa kwa wepesi sana na mchezaji Sadio Mane, wakafungwa goli katika taratibu zote hizo.
za kuweza kuhesabika katika mchezo wa mpira wa miguu. Hadi sasa kuna yote aliyediriki, kuna lango la mpinzani, baada tujaweza kushuhudia makipa wakishughulishwa pakubwa. Anachukua nafasi yake kwa ajili ya kuweza kuleta utulivu Steve Biko katika safu ya ulinzi. Potaja Steve Biko, kisha kunarejelea historia ya Afrika Kusini na hata wanaharakati waliokuwepo miaka ya nyuma, pambana kweli kweli kwa ajili ya kuweza kusukuma angalau waweze kupata uhuru na kuweza kujitawala. Timu ambayo imebeba ubingwa katika michuano ya dimba la bara Afrika mwaka 1996 Kenya, ambapo walikuwa wamepewa nafasi lakini wakakosa kutokana na wao wenyewe kutokuwa tayari katika maandalizi. Baada ya miaka mingi, Kenya itakuwa mwenyeji wa michuano hiyo mwaka ujao, na huu ni mojawapo uwanja ambao utakaotumika katika mashindano yenyewe, ukiwa ni uwanja wa mazoezi. Wangaya anatoa minus kwenye mstatili, jaribu kuunganisha, na shaka amekwisha utea, hapana ubishi. Miguso ili walau kuweza kuvunja ule ukuta, zimeka kurudi nyuma kwepesi kwa ajili ya kuweza kuimarisha ulinzi. Tazama alichokifanya Leslie Owino baada ya kufika kwenye eneo husika, walau kuweza kujibu mapigo. Aliuangusha ule mpira nyuma ya walinzi, na ndivyo mambo yanavyofanyika kimataifa. Mtazamaji, Captain Fantastic narudi nyuma kwepesi kwa ajili ya kuweza kuchukua nafasi yake na kuendelea mapambano katika uwanja huu. Yahama alikuwepo, Nicky Yahama miaka ya nyuma kwa faida ya AFC Leopards. Nicky Yahama wakiwa na kina Alemba, akiwa na Solo Imboko miaka ya nyuma katika uwanja wa Mumias Complex kwa faida ya Mumias Sugar. Alikuwepo wakina Silvana Sotema, anatoa minus Tougambi pembeni. Shaka mpira ulikuwa mkubwa sana, alikuwa na dhamira nzuri tu kwa ajili ya kuweza kuchochea kasi ya mchezo na kuweza kurahisisha mwendo ili walau kumjaribu mdakaji huyu Lazararazu Otieno. Lazararazu Otieno, angalia katika safu ya ulinzi, utaweza kuona jinsi walivyosimama. Tanja Lazararazu yupo, Kimoi yupo, Dimple Omamo, Omamo anakuja kurusha na huenda kaurusha mfano wa kona. Pembeni huku anachukua mlinzi wa pembeni kulia. Makosa kiulinzi hapa. Masharia ndio wachezaji wabunifu kweli kweli katika koseki. Hicho ni mstari mstatili, hapana ubishi. Wamelandana kutokana na mtindo wa nywele, mtazamaji, kwa kile alichokifanya kwa ajili ya kuweza kuchukua mpira na kuanza safari ya moja kwa moja. Bila shaka kapigwa laza, kubali kwenda chini, ikiwa ni mkwaju wa madhambi. Hicho ule mstari mstatili. Oliver Maloba mwana Yahama pia vile vile akisubiri kutenga ule mpira, vuta kasi na kujiweka tayari kwa ajili ya kuweza kutenga ule mpira. Eneo isokuwa salama kweli kweli, pigaji mzuri, mwisho wa siku mpira unaishia kambani. Lakini kwa ujanja mkubwa, mlinda mlango pia na kazi ya kufanya kwa ajili ya kupanga ukuta ule binadamu na kupangua hatari kutegemea na mazingira ya mchezo. Anakula njama akilini upande wa pili, wapo wawili wahusika wakuu. Alikuwa amepangwa kwenye bench Bernard Jairo, wapo kwa ajili ya kuwakanganya. Anafanya kila kitu kwa mahesabu mwamuzi wakati
mwenye nembo ya FIFA kifuani pake, kwa maana yake Dickens Mimisa ndiye Pilato wa mchezo. Amekwisha amuru pambano ama ngoma kupigwa, anautega, anaupangua vizuri kabisa. Nimesema kwamba katika mazingira yale mpigaji mzuri ngoma inaishia kambani, lakini itategemea na ubora wa mtakaji. Kwa hakika amedhihirisha hilo. Timing yake kwa hakika ipo vizuri kabisa, kwa namna jinsi alivyonyumbuka na kuweza kupangua tari zalisha mkwaju wa kona. Heka heka, mwana pale Caleb Olilo, yupo pia vile vile Vincent Mwasambo, baadhi ya wachezaji ambao tumewashuhudia katika ligi kuu taifa kwa muda mrefu. Hapa wanasemezana, wanamwambia tulize Jasper. Steve Biko pamoja na upande wa pili anasema kwamba lazima pia nitumie busara nikifanyiwa mahojiano kumuhusu mwamuzi wakati ama Pilato wa mchezo na idhaa mbalimbali nchi jirani ya Tanzania, baada ya kupewa nafasi ya kwenda kusimamia taji lile la Mapinduzi. Dickens Mimisa ni mwamuzi wa aina gani? Bila shaka sifa zake zinaonekana hadharani, na ndio sababu nikasema pia mbali na kuchomoa kadi, ni mtu ambaye anatumia busara mara nyingi kwa ajili ya kuweza kufanya maamuzi chanya. Tengwa kwa kichwa, pata bao la kwanza hapa mtazamaji, kile ambacho kwa hakika tumezungumzia kuhusiana na set pieces. Anaashiria kwamba nilidhamiria kufanya vivyo hivyo. Mustafa akitazama upande wa pili, kulikoni mtazamaji. Oliver Maloba hatimaye anamweka katika mazingira yasiokuwa rafiki Dakaji Bana Jairo. Alianza katika mchakato mzima kutafuta namna ya kuweza kuvurumiza kombora nje ule mstari mstatili. Taratibu zile zikambulia patupu, lakini kutokana jitihada hizo, kutokana mkwaju wa kona mtazamaji, kunako dakika 16 amekwenda hewani vizuri kabisa. Jitihada zao zikambulia patupu. Lennox Ogutu pamoja na wenzake katika safu ya ulinzi. Tangu apewe majukumu hajapoteza mchezo mwalimu Zedekasi Otieno. Manake ukiangalia anapopewa majukumu alikuwa amesalia na takriban michezo 7 tu. Hebu tazama alichokifanya Wangaya, akachotwa mzima akakubali kubusu ardhi hapa mchezaji Elvis Nur akiwa ndiye mshukiwa mkuu. Yupo Kiza, amecheza na Victor Mkubi wa Nyama kule Canada, mchezaji wa zamani wa KCCA kule nchini Uganda. Kutoka kitovu cha asili yake ni taifa jirani la Uganda. Shuhudia wachezaji wengi tu wakija katika taifa la Kenya kwa ajili ya kutafuta lishe bora, na hususan kutoka Uganda. Alikuwepo Musa Mude miaka ya nyuma akifanya makuu katika kikosi cha AFC Leopards, achia mbali pale Bandari FC. Salim Kinja alikuwepo kwa faida ya AFC Leopards kwa muda akaondoka, lakini alikuwa anatoka Tanzania. Nakumbuka zama za Baba Kizito, kiungo mshambuliaji kwa faida ya Gor Mahia miaka ya nyuma mpaka 2015, 16, 17. Alikuwepo Godfrey Walusimbi Waluwalu pembeni kushoto ule, achia mbali baadhi tu wachezaji ambao kwa kama fanya makuu. Martin Kiza kwa faida ya Tusker FC, na bado tutazidi kuwashuhudia wakija hapa, hata walimu wamekwepo kina Simbwa kwa faida Sofapaka. Captain cheza na mlinda mlango tena kwa ajili ya kuweza kupata dira hapa. Na dakika 16 kutokana na mkwaju wa kona, ametumbukiza ule mpira vizuri kabisa Oliver Maloba.
pinda kama upinde. Mwamuzi na kila sababu ya kuweza kupuliza kipenga na kuweza kumtendea haki baada ya kupoteza ule mpira dhidi ya mzee. Anarudi nyuma kwa epesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Jose de Kazi kwa Otieno siku zote mbinu zake ni mtaalamu wa kuzuia, manake mwenyewe asili yake zamani akiwa mchezaji alikuwa mchezaji wa kuzuia. Anakwenda Ferrari, anaingia sebuleni, anakosesha mwelekeo kule pembeni. Macharia, wamchunge sana mchezaji huyu Jackson Macharia, manake ukiwa unafuata takwimu zake katika mchezo wa mpira wa miguu utaelewa kwamba ni mchezaji ambaye ni mzuri sana kwa kutumbukiza mpira kambani na hususan nje ule mstari mstatili. Nimshuhudia akiwa Tusker FC kwa sana, manake ndipo alipofanya makao yake kwa muda mrefu akitafuta lishe bora na hata akibeba taji akiwa na Tusker, kijana ambaye amekuwa chini ya mwalimu Robert Matano ambaye kwa sasa anaifunza KCB. Rekodi yao katika ardhi ya nyumbani ni kwamba ndani ya michezo 14 katika uwanja wa nyumbani wanashikilia nafasi 10 ama nafasi ya 10 kumradhi, ambapo wamecheza michezo 14, wamepata ushindi mara 5, kwenda sare mara 5 na kupoteza michezo 4 na kuzoa alama. Bao linapatikana tena kwa mbali sana hapa. Karamor kwa mara nyingine anahesabika katika chati ya ufungaji mabao kwa faida ya timu ya Nairobi United. Si ajabu ameanzishwa leo hii dhidi ya Murang'a Seal, alipata kufunga magoli 3. Mawimbi ni yayo hayo katika uwanja huu, akiwa anaingia katika daftari ya mwamuzi, wakati si kwa makosa bali ni kwa sifa ya ufungaji mabao. Anasawazisha kunako dakika 20. Michael Karamor, hebu tazama long diagonal pass iliyotengwa vizuri, ball control yake dhidi ya Musa Muhammad, akafanya maamuzi ya haraka sana pasi na kupoteza muda hata chembe. Ndivyo alivyofanyiwa Musa Muhammad mwaka 2019 katika mashindano ya dimba la kombe la bara Afrika na mchezaji nyota wa bara Afrika wakati mmoja kwa maana yake Sadio Mane, na vivyo hivyo alivyofungwa mchezaji Otieno Lazarazu ndivyo alivyofungwa Patrick Matasi baada ya Musa Muhammad kuweza kupokwa ule mpira. Nako dakika 21, mabao ni mawili katika uwanja huu, 1-1 Posta Rangers ugenini dhidi ya Nairobi United. Pambano linaendelea. Katika mazingira yale siku zote tunaambiwa fika mapema ama mzuie asiupate ule mpira. Ndio mojawapo ya nguzo ambazo naambiwa siku zote kwa ajili ya kuweza kupata mwelekeo mtazamaji, manake inaponyanyuliwa lazima kwa vyote vile uwe makini sana kwa kuenda hewani kwa mahesabu na kupora ule mpira kabla ya pinzani kwa maana forward kuweza kufika na kupata na kuleta madhara, na ndio sababu tunashuhudia kile ambacho kimetokea. Anza tena Kiza anampaisha mguu wa kushoto ule, amekwenda kule Canada, amekwenda kule katika taifa la Misri, amekwenda kule Ureno, amerudi nyumbani ndani ya miezi michache, akapata angalau nafasi ya kuweza kujumuishwa ama kunasa huduma zake kutokana na kazi ambayo wamefanya nje ya nchi. Hawa Nairobi United wakiamua sasa kuweza kupata huduma zake, nikiongea na mwalimu Godfrey Solo Otieno Oduor kwamba kuna baadhi ya wachezaji 3 katika kikosi hiki cha Nairobi United baada ya kutamatika kwa msimu huu wa mwaka 2025-26 watakuwa naondoka kwa ajili ya kwenda kupata takupasuka kwa hasira. Anasema kwamba ilikuwa ni advantage hapa, unaweza kuona kwamba ni tamama uchu ile ya kushinda. Anamuuliza kunani hapa Elvis Nur,
Hebu tazama Wangaya alichokifanya, lakini kwa hakika mwamuzi aliiona, manake kulikuwepo na contact, akiwepo kwenye move, ikawa sasa hapana ubishi. Ni uamuzi ulio sahihi kabisa kutoka kwake Pilato wa mchezo Dickens Mimisa, lakini maamuzi ambayo kidogo yamemkera kiungo mpambanaji Elvis Nur. Ya kila mmoja afanye kazi zake katika uwanja huu. Pembeni huku kuna ushirikiano kati ya usika kuu Caleb Olilo, yupo pia vile Vincent Wasambo, yupo Brian, tukutaja Brian huyu Yahama, yupo muhusika kule anakotoka kwa Aniki Yahama, wachezaji ambao miaka ya nyuma katika uwanja wa Mumias Complex, uwanja ule wa Estadio de Buhungu, wakipiga dhidi ya MOW miaka ya nyuma ama Motcom. Kizazi kile cha kina Omukuya, kina Vincent Musonye, baadhi ya wachezaji wakina Edward Alali kipambana kweli kweli, basi walikuwepo wakititiga, na hadi leo basi viwanja vile vipo vinatumika pakubwa. AFC Leopards atakuwa anapiga dhidi ya Kakamega Homeboys katika uwanja wa Mumias Complex. Wakati uliopita Gor Mahia ilisajili ushindi katika ule uwanja wa Mumias Complex na kuweka hai matumaini ya kubeba ubingwa. Ikiwa wamesalia na michezo miwili, bado wanasubiri kuona hali itakwendaje, manake kesho watakuwa na titiga dhidi ya Murang'a Seal katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Kumbuka kwamba ni SportPesa Derby. SportPesa wenyewe wamemwaga mpunga wa kutosha hela ndefu kwa ajili ya kufanikisha yote. Naambiwa hakuna ukata tena kutembeza bakuli, timu kuhangaika hapa na pale kwa ajili ya kuweza kuheshimisha ama kuheshimu ratiba mchezo. Inda kama upinde tena. Ni katika michuano hii ambayo tunasema kwamba mdhamini mkuu SportPesa atakuwa anaandaa sherehe mwezi wa 6 tarehe 4 kwa ajili ya kuweza kuwapa zawadi ama kuwatuza wote waliofanikisha mambo makuu katika ligi kuu taifa msimu huu wa mwaka 2025-26, ambapo goalkeeper bora atapata kutuzwa. Angalia, mlinzi bora ataweza kutuzwa, kiungo aliye bora, na hata pia vile vile maliziaji, mfungaji nyota ambaye kwa sasa bado ni mchezaji wa Idhira, anaongoza kwa ufungaji wa magoli 15. Bado wanamfuata ambao wanapambana kweli kweli. Team manager bora, kocha bora, bado wote kwa hakika watatuzwa. Referee, hata wale mashabiki ambao kwa hakika wameonyesha uwezo mzuri ama ushabiki ambao kwa hakika unatija, watahesabika vile vile. Tazama Musa Muhammad, uzoefu alionao, ni kakake mwanabondia katika Jamhuri ya Kenya, amehesabika pakubwa. Nashindwa kulikoni, manake mpira ule umepatikana kwenye eneo langu, walau kwa vyovyote vile ningemkaba na kumnyima uhuru wa kupiga ule mpira moja kwa moja, mambo kwa tofauti, ama nifanye kama anavyofanya hapa Lennox Ogutu katika taratibu zile za kuweza kumzuia kuepesi janja zote katika uwanja huu. Tazama kilichotokea. Ikawa sasa naashiria kwamba ilisukumwa na akapata huruma mwamuzi. Wakati SportPesa imetoa udhamini wa kuweza kusimamia ligi kuu taifa, michezo ya ligi kuu taifa kwa faida ya ligi husika ndani ya miaka 10, shilingi bilioni 1.12 kwa ajili ya kuweza kuweka uhai na wapo utaratibu wa kuendelea na upambanaji. Kwa hiyo tuweze kuona nani haswa atakayeweza kuibuka kidedea, timu bora, hata mtangazaji ama ripota bora atakuwa na tuzwa katika mashindano yale, na tutakuwa tunaweza kuona itakuwaje, manake imetokana na meneja wa udhamini na mahusiano katika kampuni ya SportPesa, kwa maana Jafta Hulia, kwamba hakuna cha bure hapa. Unapoonekana na kufanya makuu, basi mwisho wa mashindano unatuzwa. Anza pembeni huku kati kwenye eneo lake lile, safu ya ulinzi, jibu kwa kichwa kumtafuta Kiza, jaribu kukota kadrozi wake kimkakati zaidi dhidi ya Musa Muhammad.
anapambana, jaribu kuunganisha mzima kule, anaukosa. Lazima wawe makini na hususan dhabiti katika safu ya ulinzi. Ameonekana kupwaya kama mara ya pili. Wamkabe sana Lennox, wamkabe sana Michael Karamo, wamkabe sana Kiza na Wangaya katika eneo hatari. Mashaka sema kwamba alikuwa na wakati mgumu sana kuweza kuingia katika mchezo wa mpira wa miguu. Kuna wakati ameingia akatoka, amerudi akatoka, na anaona sasa matunda ya kukumbatia mchezo husika ili walau kuendelea kuweka tonge mezani na pia vile kuweza kufanikisha mengi katika jamii. Tazama jinsi alivyoutenga ule mpira, aliupambania kweli kweli Kevin Osanya, akikusanya safu ya ulinzi na kuwatoka kwa wepesi. Jackson Macharia tafuta Musa Mohamed katika safu ya ulinzi tena. Olilo anaukokota tena kwa ajili ya kuweza kuvunja kiungo cha kati na kuweza kupata nafasi moja kwa moja mpaka kule mbele, lakini kwa hakika mpira kwa mkubwa anamwambia unge switch kwa ajili ya kuweza kumimina pembeni kulia huku. Manake baadhi ya wachezaji ni wachezaji wa janja kweli kweli, wamekwea pipa mara kadha wa kadha wakiwakilisha taifa kimataifa katika ngazi ya vilabu, taji la shirikisho barani Afrika. Licha kuwa ni lumbukeni, lakini wanapenyeza ndani ya tano bora, sio shughuli ya kitoto. APS Bomet chini ya mwalimu Pamso Omolo pia wanapambana kwa ajili ya kuweza kusalia katika ligi kuu taifa, manake wamekuwa na wakati mgumu walipoanza safari. Unakumbuka wakipigwa takriban magoli 4 katika uwanja wa Estadio Digusi kule mjini Kisii dhidi ya Shabana FC. Wakawa na wakati mgumu dhidi ya wapinzani kiasi cha haja baada ya kutupia virago mwalimu wakati huo Michael Nam, akapewa mikoba kwa ajili ya kuweza kuokoa jahazi mzoefu kwa maana yake mwalimu ambaye amekwepo kwa miaka na mikaka kwa maana yake Pamso Omolo. Na Pamso aliondoka tarehe 28 nadhani mwezi Novemba mwaka 2025 akiachana Posta Rangers. Baada ya muda akaelekea upande wa pili. Ziko naye amerudi kabla ya kupewa nafasi ya kuweza kuwajibika pakubwa kwa faida ya timu hii, akichukua nafasi yake mwalimu Collins Korea Omondi. Ndani ya michezo 7 amedhihirisha kwamba anaweza, lakini bado anapambana kuepuka shoka la kushuka daraja. Benchi la ufundi imejaa wetu wenye akili ya mpira, imeshiba wachezaji wa zamani na hata watu ambao kwa hakika kiufundi wapo vizuri. Napotaja wakiongozwa pale na mwalimu Godfrey kuwepo pale KCB, timu ya taifa Kenya, mchezaji wa zamani. Kwa hiyo baada ya kupewa mikoba akawa sasa waelewe filosofia yake na kuweza kurahisisha mambo kimkakati zaidi. 32 dakika kipindi cha kwanza, mtazamaji, ni 1-1 katika uwanja huu. Bao yamefungwa kiustadi, Michael Karamo akisawazisha kuna dakika 21. Awali Oliver Maloba akifunga kutoka na mkwaju wa kona kunako dakika 16. Kazo ikiwa ni kupitia KBC Channel 1. Popote ulipo tupo ange muda wote kwa ajili ya kuweza kufanikisha yote, mtazamaji. Sema kwamba iwe ni katika mji mkuu wa Kenya Nairobi, mitaa yote ya Jericho, Kawangware, Westlands, haijalishi upo sehemu gani, sehemu za Githurai, Kawa Sukari ama Kawa kwa ujumla, kote kote Kasarani kule, na hata maeneo ya South B, South C, achia mbali sehemu za Adams. Bila shaka wanapata picha ngavu ni ubora zaidi. Ligi kuu taifa hapa nchini Kenya, kila weekend una kila sababu ya kuweza kupata kuona
vijana wa mitaa, wanafunzi ambao umesoma nao katika shule mbalimbali, hata katika vyuo vikuu ama vyuo anuwai, wakiwa wanajidhihirisha kweli kweli katika mchezo wa mpira wa miguu. Ameuza kiatu kwa bei rahisi, na ndio sababu mwamuzi wakati anapuliza kipenga kwa ajili ya kutoa maamuzi chanya. Alitaka kuwatoka, akakumbana na dhoruba kali kweli kweli kutoka kwa Steve Biko ambaye ni kiungo mtibuaji. Manake alidhamiria kuwazidi wachezaji wawili Yusuf Mainge na Brian Mzee, lakini wakasema kwa vyote vile ni ukuta ambao kwa hakika tutakuruhusu kuweza kuvunja upendavyo, kana kile ambacho tunasema kwamba ni experience baada ya kuwajibika kimataifa. Mfungaji wa goli la kwanza kwa faida ya Posta Rangers. Haya, tazama Jackson Macharia amefundika rasta nywele kichwani. Yeye na Ulilo lazima uwe na uhakika wa kujua ni nani, manake wote hakika wana mtindo ule ule. Wapo pamoja wakiweza kuweka vichwa pamoja ili walau kuweza kubaini kile ambacho kitatokea katika changamoto kuweza kutenga ule mpira. Ndio mchezo wa mpira wa miguu, ni mchezo wa kiungwana, wote kwa hakika ni wote wa mtaani. Namuona Osama pia vile vile, naye pia zamani alikuwa ni mlinzi kwa faida ya Moroni Youth, amekwepo katika vilabu vingi katika Jamhuri ya Kenya, na akasema baada ya kumaliza masala na uchezaji active football, akasema soka ina mambo mengi, sio lazima niwe kocha. Na ndio sababu naweza kuona kwamba yupo katika mazingira yale ya kuweza kuwakanza misuli mara kwa mara. Fursa jingine hii, sema unaweza kuwa kocha, unaweza kuwa daktari, yaani unasomea chochote kile kwa ajili ya kuweza kuendelea na taaluma katika masuala mchezo wa mpira wa miguu. Anautenga moja mkubwa huko, anaunyaka ule mlinda mlango. Ibidi awe makini sana mchezaji Bernard Jairo. Mipira sampuli siku zote huwa ni hatari sana, manake kwa ni uwanja mbovu, labda pengine ungedunda na ukamkosesha mwelekeo, lakini maadamu ni uwanja ambao ni wa umeidhinishwa na shirikisho la soka barani Afrika baada ya wakaguzi kuweza kufika hapa na kutathmini ubora mahali ya uwanja wenyewe, basi wana kila sababu ya kujihisi nyumbani. Mojawapo wa viwanja ambavyo ni chache sana yenye ubora zaidi katika Jamhuri ya Kenya, ukiachia ule uwanja wa taifa wa Nyayo, uwanja wa Annex na hata uwanja wa Ulinzi. Watu wa mwamuzi sema kwamba kwa mara ni sasa, labda pengine ungechomoa kadi. Kwa tathmini yake anaamini kwamba angetendewa haki labda kwa kumwadhibu muhusika mkuu. Alirusha mguu wake kwa maana Elvis Nuhu anamwambia hapa ni police marking, kwa vyote vile lazima tuzuie mapema. Angalia vizuri katika ligi kuu taifa nchini Kenya, ni walimu wachache sana wamesalia ligi mpaka leo. Anaendelea katika njia, anajaribu kukokota moja kwa moja na kukosa dira. Tekniki inayotumika katika upigaji ama kutekeleza hatua ya mwisho unaashiria kwamba ni mlinzi tu. Manake kwa hakika ameutawanisha mkubwa sana. Hitajika kufanya umakinifu kwa ajili ya kuweza kutoa pasi ya mwisho. Walimu waliosalia mpaka sasa, mojawapo akiwa ni Charles Akno, msimu mzima hajatimuliwa, achia mbali Fred Ambani. Wengine wote utaweza kuona kwamba kumekuwepo na mabadiliko katika ngazi ya kikosi. Ndani pia Patrick Odhiambo, na baada ya kuondoka pale Baraza kwenda kule nchini Tanzania pamoja na John Wao kwa ajili ya kutafuta lishe bora, akaitwa kwa ajili ya kurudi. Miguso pale, bila shaka ni mkwaju wa madhambi nje ule mstari msatili kwa faida ya Nairobi United, na huenda pengine mtu akalishwa kadi ya njano kwa kucheza ndivyo sivyo. Sema kwamba anahisi maumivu makali sana katika
wake ule nadhani ni paja. Jackson Macharia warudi nyuma, chukua nafasi yake. Mtaalamu wa kutenga mipira mifu, piga assist 6, magoli 4, mchezaji nyota wa mwezi Aprili, ndiye anatwika majukumu kwa ajili ya kutenga mipira mifu. Mojawapo wachezaji ambao kwa hakika ni wataalamu wa kupiga mipira hiyo katika ligi kuu taifa ni Abud Omar kwa faida ya Police FC. Shuhudia anapofanya mambo yake katika shindano lile taji la FKF dhidi ya Shabana FC, na pia vile tunashuhudia majuzi dhidi ya Gor Mahia, mchezo kuishia sare ya 1-1 katika ligi kuu ya SportPesa. Anakula njama kilini Calvin Wangaya, anautenga lakini kwa hakika anaupaisha. Mkwaju unakwenda kinyume na matarajio. Seme kwamba dhamira ni nzuri lakini matokeo hovyo. Kijana mdogo chezea timu ya taifa ya Kenya kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 20, anafanyiwa udhubutu wa kupewa majukumu mara kwa mara. Ameutenga kwa akili kubwa sana, manake alitaka kumpoteza yule mlinda mlango kwa kutumia kiwiliwili chake ili walau kuweza kuvunja ule ukuta, lakini kwa hakika kawa ni changamoto kwa namna jinsi ya kuweza kukiza kimiani. Bado ni uwanja wa mapambano, dakika ni 44 kipindi cha kwanza, bado ni nguvu sawa mpaka sasa. Hiyo katikati ya dimba tena kumtafuta Karamo. Anafanya utulivu katika safu ya ulinzi. Linzi wa pembeni kushoto huku jaribu kufanya vya kwake Mustafa Kisa. Utosi. Mwamuzi anasema umerusha miguu kiolela hapa mchezaji Kevin Osanya. Yapo wachezaji ambao ni wapambanaji kweli kweli. Mtazama Osanya mikimbia ufanya muda wote kwa ajili ya kupata matokeo chanya. Lakini leo hii analazimika kucheza kwa tahadhari ya hali ya juu, kana kwamba ameambiwa asipande sana kupitiliza. Manake kwa kawaida yake, hususan katika mchezo ambao tulishuhudia dhidi ya Mathare na dhidi ya Murangasil, mambo ya kwake yalikuwa ni mikimbio. Kwa hakika tukashuhudia kazi kubwa aliyofanya kwa ajili ya kuweza kupata matokeo chanya. Bado tunatarajia chochote kutokea katika uwanja huu, manake wakati upo. Anaingia sebuleni vizuri pale, anaunganisha Macharia. Jackson Macharia, kama nilivyodokeza hapo awali kwamba ni mchezaji ambaye siku zote apewe nafasi nje ule mstari mstatili. Manake ni mzuri sana kwa kulenga Shabana, kutumia nguvu za kutosha pasi na kuzidisha. Mtazamaji, shuti lake la pili kwa kujaribu kulenga Shabana, tumbukiza mpira kimiani. Mojawapo wachezaji ambao wametegemewa pakubwa. Sina sababu zozote zile za kumlaumu mlinda mlango Jairo, manake amefungwa na mchezaji nyota. Tazama kilichotokea baada ya kuandaliwa ngoma katika eneo husika, tena kwa utaratibu wa kipekee na mchezaji Vincent Wasambo, akaupata na akaamua kulengeta vizuri kwelikweli. Tazama vipas, tachi ya kwanza kuutuliza, akanyanyua kichwa chake kuweza kumtazama kipa alivyosimama, na kwa hakika akatumbukiza kimiani pasi na kutereka mchezaji huyu Jackson Macharia. Fanya mambo kwa mawili kunako dakika ya 43. Japo wachezaji ambao
Unapotazama dimbani, kwa vyote vile lazima ukiri kwamba wana mchezo unaovutia, na pia katika hili bila shaka ni kutokana na experience nao kwa zamani, wakiwa ni watoto wa John Kamau Irungu akiwa pale Thika United, kwepo wakina Dick Clay, kwepo wakina Francis Kahata wa Nyambura, kwepo wakina anajiita Pop Utieno mwenyewe kwa ni Fuadi yule Pindiko, akiwa hata Shami Kibwana ambaye pia akajiunga baadaye na timu ya Nairobi United. Kwa hiyo unaweza kuona kuna baadhi ya wachezaji ambao wamecheza katika ligi kuu taifa kwa takriban miaka 15. Discipline kubwa sana, na inaashiria kwamba ni kazi hii, ni ajira haswa, manake ni ofisi kwa wote kwa ajili ya kuweza kupata matokeo chanya. Sekunde za kuhesabu, labda tusubiri zile za nyongeza. Amepiga magoti, sio tu kwamba anasujudu kwa kuungama dhambi zake mbele ya Pilato wa mchezo. Tazama kilichotokea tena, haikuwa ni kwa maksudi. Manake Mashari anasema inakuwaje hapa mzee? Anaamua Mimisa, upande wa pili Toto Show Losi Juma amenyanyua ubao kuashiria kwamba ni dakika 2 za nyongeza zinaongezwa kufidia muda uliopotea kipindi cha kwanza, ambapo mabao matatu wamekwisha tumbukizwa kimiani, mawili kwa faida ya timu ya Posta Rangers. Wametuma ujumbe tayari kwamba tupo nyumbani. Natazama kwa umbali japo usiku wa kuzama zake akiwa hapa Ben Musuku, akamekuwa nao kwa muda mrefu, kiweka tayari kwa ajili ya kuichangamkia fursa. Linda mlango hapa Bernard Jairo, tengwa kichanja kabisa tena kwa mara nyingine, natoka nje. Matata sana kwa namna jinsi wanavyotekeleza majukumu yao, na hususan kutoka na set pieces katika uwanja huu. Tazama alivyounyanyua Vincent Wasambo, manake alitoa assist bao lopatikana nako dakika 43 kwa faida yake mchezaji Zato Macharia. Kuona pia kazi atakayofanya katika uwanja wa mchezaji Maloba kwa wakati fulani akiwa na Nairobi City Stars, vijana wake Patrick Korir, na pia vile akapata lishe bora kwa faida ya Gor Mahia. Amezunguka kiasi cha haja, yupo hapa. Wapo kina Titus Achesa upande wa Posta Rangers. Wakati fulani Titus Achesa kiwepo, alikuwepo kina Wahanya zama zile kwa faida na Nakuru All Stars. Chemeli Sugar ilishuka, Sony Sugar wakashuka. Ilikuwa ni changamoto kwa kuweza kurudi. Pembeni huku anakuja Mashaka, jaribu kuunganisha, lakini kwa hakika inakuwa ni cross mka. Dakika chache hizi kabla kwenda mapumzikoni, wala kuweza kupata mawili matatu kutoka kwa walimu kabla ya wao kurudi katika uwanja huu kwa moto na radi. Bila shaka amekwisha puliza kipenga mwamuzi wakati Dickens Mimisa, mwamuzi mwenye beji ama nembo ya FIFA kifuani pake. Dickens Mimisa anapuliza kipenga kuamuru Nairobi United ambao ni timu ya nyumbani kwenda mapumzikoni sawia na Posta Rangers kwa ajili ya kupata mawili matatu upande wa pili. Kutoka uwanja huu Nairobi United goli 1, Posta Rangers 2, ni mapumziko. Ni kurudi uwanjani mtazamaji, katika uwanja wa Police Sacco ingani mwa jiji kuu la Nairobi. Pambano linaendelea katika uwanja huu. Kumbuka kwamba ligi kuu taifa Sport Pesa, Nairobi United katika uwanja huu dhidi ya Posta Rangers. Vikosi vyote ambao kwa hakika vinatafuta alama 3 kwa ajili ya kuboresha nafasi zao katika msimamo wa ligi kuu taifa kwenye jedwali. Niite Bonga Poli Michael Were Muhusia katika dungu la utangazaji. Kumbuka ni matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja huu kupitia KBC Channel 1,
Runinga yako popote momote kokote ulipo, karibu sana JC Nyumbani. Mchezaji mmoja yupo chini, mwamuzi wakati, kumbuka ni Dickens Mimisa, kwenda kutathmini hali ya mchezaji huyu Steve Biko Omolo. Manake nadhani alivyorudi chini ndipo tukawa na tatizo matabu, landing yake ikawa na problem, na ndio sababu unaweza kuona na kenua meno kwa kuhisi maumivu makali, lakini analazimika kuendelea na mapambano liwe liwalo dimbani. Karibu sana na JC Nyumbani mtazamaji, fungu la pili na fungu la mwisho. Baada hapa vikosi vyote vitakuwa vimesalia na michezo miwili tu, manake wamekuwa na safari ndefu kweli kweli. Nairobi United watakuwa cheza dhidi ya Police wakiwa katika ardhi ya nyumbani tarehe 23 mwezi huu. Itakuwa ni siku ya Jumamosi, kwa maana weekend ijayo. Baada hapo atakuwa na wiki nzima ama juma nzima kujiandaa kwa ajili ya mchezo wenyewe, na kisha baada hapo watamaliza udhia tarehe 30 mwezi huu dhidi ya Gor Mahia. Hapo itakuwa inategemea Gor Mahia mabingwa au vipi. Yupo chini akipata uangalizi wa kimatibabu katika uwanja huu, analazimika kunyanyuka kwa ajili ya kuweza kuitikia. Anamwambia pole, samahani mzee, sikukusudia wala kudhamiria. Hata hivyo Elvis Nur huyu manake aliutenga tena kwa nguvu sana kwa kutanua mguu wake. Leslie Owino, captain kwa upande wa timu hii ya Nairobi United. Kiangalia upande wa pili pia vile vile Posta Rangers, baada hapa watakuwa ugenini dhidi ya KCB, vijana wake Robert Matano, na kisha kumaliza udhia dhidi ya Ulinzi Stars. Ulinzi ambao pia vile vile ipo mbioni katika taratibu za kukwepa shoka la kushuka daraja. Mwisho watakuwa nafunga kanuni hii. Kwa hiyo rekodi ya nyumbani, wapo katika nafasi ya 15 wanapocheza ugenini hawa Posta Rangers. Ndani ya michezo 15 katika ardhi ya ugenini ni kwamba wamepata ushindi mara 4, kwenda sare mara 4 na kupoteza michezo 7. Wana deni ya magoli 9, alama 16 sawia na Mathare United ambao ipo katika nafasi ya 15 katika usanchari hiyo, na Bandari pia vile vile katika nafasi ya 14 kwa maana away. Lakini katika ardhi ya nyumbani michezo 16 wamepata ushindi mara 4, wakipoteza michezo 8 na kwenda sare mara 4, pasi na faida ama mapungufu ya mabao alama 20 sawa na Nairobi United. Kwa hiyo katika uwanja wa nyumbani wapo sawa, wanalandana kwa alama, lakini kwa tofauti idadi ya mabao wakiwa ugenini ama wakiwa nyumbani. Kwa mantiki hii wameanza mipira mirefu hapa, mbinu ambao wanatumia sasa kipindi cha pili upande wa Nairobi United kwa ajili ya kubypass idara ya kati na labda pengine kuleta changamoto katika safu ya ulinzi. Anza na mlinda mlango, anautenga kumpata Kevin Osanya. Kila mmoja akichukua nafasi yake kwa ajili ya kujibu mapigo. Bila shaka ni kwa faida ya Posta Rangers. Wamedhamiria kuzoa alama 3 wakiwa chini ya mwalimu Zedeka Ziko Otieno. Kitazama takwimu inaashiria kwamba wamepata juzi ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Sofapaka. Vivyo hivyo wakajitahidi kadri uwezo wao kwenda sare ya bao 1-1 dhidi ya Bandari FC ugenini, na pia vile kwenda sare 1-1 dhidi ya Bidco United ambao pia hali yake ni tete katika mapambano ya kukwepa shoka la kushuka daraja. Wakati uliopita Bidco United kwenda sare
tasa dhidi ya Kariobangi Sharks katika uwanja wa Nguru. Anza nyumbani tena, cheza na mlinda mlango kwa ajili ya kuanza safari. Anautenga moja mkubwa kwa kabisa, unatoka nje. Baadhi ya ratiba ambao leo hii imeratibiwa kote katika Jamhuri ya Kenya. SportPesa League siku ya Jumamosi tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026 ni kwamba Wakatamua kutoka Mara Sugar wapo nyumbani katika uwanja wa Green Stadium Awendo dhidi ya Mathare United ambao waliachana na mwalimu John Kamau Irungu katikati ya wiki hii. Kakamega Homeboys wanatitiga dhidi ya AFC Leopards katika uwanja wa Mumias Complex. Uwanja ule wa Mumias Complex ambapo weekend iliyopita pia vile tukashuhudia wakipambana dhidi ya Gor Mahia, akajifunga pale kwa bahati mbaya kwa kinyanjia manani. Anaukokota pale Mashaka, captain anapiga maana safi tena kwake kumtafuta Leslie Owino. Wangaya anaunyaka pale mdakaji Otieno. Kazi inazua kazi kuliko kazi kamili. Maloba autenga kwake Vincent Wasambo. Wanachokifanya Kiza huyu ndiye mlinzi wa pembeni kushoto kwa faida ya Nairobi United, wanajiita Naiboys. Gor Mahia ingali kileleni pa jedwali la ligi kuu taifa, Shaka alama 65, Leopards alama 58. Tazama kilichotokea Kisengere nyuma, ama picha marudio akimzuia kufanya pentavyo hapa Brian Wanyama. Ndio sababu kwa tafsiri ya mwamuzi wakati kazalisha mkwaju wa madhambi, amuita mwalimu Mimisa Dickens. Kenya Police nafasi ya 3 alama 52. Nairobi United michezo 13 wamepata sare 9. 31 michezo 31, pata ushindi mara 13, kwenda sare mara 9, kupoteza michezo 9, wakifunga mabao 41 kabla mchezo wa leo, kwa sasa ni 42, wakiruhusu mabao 32 kabla leo, na jumla ni 34, ikiwa na faida magoli 8. Alama 48 sawia na Shabana FC. Shabana ambao yuko nafasi ya 5, lakini sasa hapa ni tofauti idadi ya mabao. Anautenga pembeni kulia, miguso tena chini kwa chini, let the ball kiss the grass. Anaunyaka vizuri kabisa kweli kweli Lazarazo Otieno. Zamani kulikuwa na mchezaji alikuwa anaitwa Lizarazo, alikuwa anachezea Ufaransa. Tusker mabingwa zamani katika nafasi ya 7, alama 44. Kazi manake Homeboys katika nafasi ya 6, Bandari nafasi ya 9, Murang'a si nafasi ya 10, Mara Sugar nafasi ya 11. Kwa hiyo kizungumkuti ni kati ya APS Bomet katika nafasi ya 12, kujitahidi kadri wao kukwepa kushuka daraja, wakifuatwa na Postal Rangers. Manake Bomet 37, 36 ni Postal. Hebu tazama pembeni huku alivyojaribu kuunganisha, lakini akautenga moja kwa moja katika mlango ama katika njia ya mdakaji, akawa sasa anapata sifa za bwerere hapa. Lazarazo Otieno ambaye ndiye mdakaji kwa faida ya timu ya Postal Rangers.
Tazama pale walipo Kariobangi Sharks, nafasi ya 15, alama 33. Anaunganisha tena katika njia, kuna mtu jaribu kuweka tena kwenye eneo husika. Wangaya Injole mstari mstatili kwake Wangaya tena, baada ya kuandalia katika njia kwa ajili ya kufanikisha mikimbio. Walilo amejaribu kupinda kama upinde, lakini mwamuzi alikuwa amekwisha ona kilichotokea, akaamua kuchomoa kadi ya njano. Kwa kucheza ndivyo sivyo. Muona anavyoudhika. Pia katika daftari ya mwamuzi wakati hapa, Misa napiga matuta usoni, nataka kusanya hapa. Kelvin ni Maingi huyu, huyu ni mlinzi Maingi. Karamor yupo kazini hapa, mchezaji Musa Muhammad, miaka ya nyuma akisomea katika shule ya upili ya Lang'ata, kwa maana Lang'ata High, huko alikopitia baadhi ya wachezaji hakuhesabika tu. Tazama mazingira Sofapaka tayari wamekwisha shuka daraja. Bidco chochote cheza kutokea kutegemea na mchezo watakaotitiga wikendi hii. Hali kadhalika upande wa Ulinzi Stars alama 32, 33 Kariobangi Sharks, 35 Posta Rangers. Kwa hiyo ushindi kwa faida Posta Rangers, awalau watasare ni faida kubwa sana. Kazi inazua kazi kuliko kazi kamili. Kesho Bidco watapiga dhidi ya Shabana katika uwanja wa Nguru, nayo Murangasil iwe ni SportPesa Derby ya SportPesa, mdhamini mkuu ikiwa ni Gor Mahia, vinara wa ligi kuu taifa dhidi ya Murangasil. Machaka alisifiwa mpaka na waziri mwenye dhamana michezo nchini Tanzania kwa kusimamia pambano kati ya Simba na Yanga, taji la Mapinduzi, na mrejelea mwamuzi wakati Dickens Mimisa kwamba hakupendelea aliendana na kasi ya mchezo kule Unguja, ikiwa ni taji la Mapinduzi. Tazama nembo ya FIFA kifuani pake, mwamuzi mwenye nembo ya FIFA kifuani anapinda huku, jaribu kukokota karuzi wake pale. Leslie Owino ana ukokota, jaribu kuvurumiza kombora, lakini kwa hakika anakosa kulenga shabaha. Seme kwamba dhamira ni mzuri, lakini matokeo yanakuwa ni hovyo. Otiende, Kevin Osanya Otiende huyu ufuatilia wakiwa sehemu za Bungoma, sehemu za Matisi. Anamwendelea katika njia, anaukosa, anakwenda ardhini akisubiri huruma mwamuzi, lakini mwamuzi anasema pambano liendelee. Karamo, Michael Karamo anavyopiga makunyanzi usoni. Hebu tazama, alijitahidi kadiri uwezo wake pale, aliguswa japo kiduchu. Sasa pale inategemea na tafsiri ya mwamuzi mwenyewe, 50 kwa 50.
lakini hebu tazama kilichofanyika kwa namna jinsi pasi ilivyotolewa kwenye impossible angle. Yani jamaa anapinda, kwa maana yake mchezaji Kevin Wangaya kwa ajili ya kufanikisha pasi kupatikana. Mainge cheza na Lennox Ogutu. Kelvin tena Mashaka napata hapa. Captain Leslie Owino. Ni miguso katika uwanja huu, unaambiwa kinga na kinga. Na farsa kipekee taka kufanikisha kinga na kinga, ndipo moto wa kapo. Anacheza sasa na mlinzi pamoja na mdakaji mzee. Wamefungua kurasa tofauti katika uwanja huu kipindi cha pili, Nairobi United wakidhamiria hata hivyo kuweza kusawazisha. Kwa sana ni mipira ya chini kwa chini, unaweza kutazama migusa na utekeleza. Aliunyanyua japo kiduchu, akimwandalia katika njia mzee aupate japo kuunganisha kwa kichwa na kuweza kusawazisha. Shangaa ni vipi hapa nimekosa fursa hii. Ni wikendi kwa hakika ni tulivu kabisa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Na pamoja na haya yote, kumbuka majuzi tumeshuhudia legendari wa mchezo wa mpira wa miguu, mwamba wa kweli kweli kwa faida ya timu ya Gor Mahia mwaka 1970 mpaka 82. Hebu tazama jinsi wanavyofuatiliwa. Macho wamekazia dimbani hapa wakijaribu kung'amua kile ambacho wanapaswa kufanya kwa ajili ya kutegua kitendawili ambacho kimewakumba mpaka sasa. Benchi la ufundi kwa faida ya timu ya Nairobi United. Namrejelea mchezaji wa zamani Alan Thigo ambaye aliamua kuchomwa na mwili wake kuzikwa kama alivyopendekeza fanyika shughuli zote pale mjini Kisumu kabla ya siku ya Jumamosi. Yahama Maloba tena. Yahama fanya kazi nzuri katika safu ya ulinzi, inakuwa ni mkwaju wa kona kwa faida ya Posta Rangers. Zedeka Ziko Otieno, kocha anatazama pressure kwamba yupo na shinikizo kochare mwenyewe. Kuna wakati ameifunza Kariobangi Sharks, kuna wakati ameifunza Gor Mahia, ametembea kiasi cha haja. Zedeka Ziko Otieno huyu. Kona bila kujibu tena pale kwa kichwa na ukosa, kimo chake kinamponza. Tafuta Ulilo tena, kitarika uwezo wake, anachelewa kufanya maamuzi anapokuwa ule mpira. Sasa tena nizamu tena ya Posta Rangers, anabadilisha mkondo huku. Kiza tafuta Wangaya pembeni kushoto, anapiga breakdance Wangaya huku. Tunapozungumzia ligi kuu taifa kuelekea kufika ukingoni kwa msimu wa 2025-26, SportPesa League, wapo wanaopanda na wapo watakaoshuka na wapo watakaotoa taji. Vita vikuu vinashuhudiwa katika ligi daraja la kwanza kwa maana NSL, ambapo Mombasa United majuzi wampoteza kwa magoli 3 kwa nunge dhidi ya FC Talanta. Kwa hiyo ni wao. Kuna Migori Youth, naangalia pia vile vile Equity, achia mbali 3K kutoka sehemu za Embu. Wanapambana kweli kweli kwa ajili ya kuweza kupanda ligi kuu taifa.
Napotaja Mombasa United wapo chini ya mwalimu Peter Okidi. Mchezo wake wa kwanza amekung'utwa magoli 3-0. Anachukua mikoba ile baada ya kuachana na Shabana FC na nafasi yake kuzibwa japo kwa muda, akikaimu kazi ile mchezaji wa zamani kwa faida ya Sofapaka FC, Leopards, Tusker FC, Kariobangi Sharks kwa maana Osborn Monday. Pale kipa lazima atunzwe. Mwalimu Masete kwa faida ya timu ya 3K yupo mbioni kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake. Unapozungumzia masuala ya michezo na wachezaji, michezo na mashabiki, experience yote tunapata bila tabu yoyote ile ni kupitia KBC Channel 1. Manake siku zote nakwambia ni mwandani wako michezoni. Kwenye ligi kuu, maana ligi ya SportPesa. Baada hapo atakuwa na kazi ya kufanya, manake sasa kila hatua ni mahesabu na dua. Kupiga dhidi ya KCB itakuwaje? Manake kwa sasa wapo katika nafasi ya 13, alama 36 baada ya kutitiga michezo 31, na kisha wamalize shughuli dhidi ya Ulinzi Stars. Hizi ni taratibu za Posta Rangers. Ukiangalia michezo mitano iliyopita walifunga magoli 5, wakakubali ama wakaruhusu magoli 7. Na ni wazuri sana kupiga counter attack katika kufanikisha uvamizi dhidi ya upinzani. Baadhi ya mashabiki ambao wamefika hapa kwa faida ya timu hii ya Nairobi United, wana mashabiki ambao kwa hakika wanafujo isioumiza, na hata wamefurushwa tayari nje ya mashindano ya taji la shirikisho la soka nchini Kenya wakati uliopita dhidi ya KCB katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex. Hebu tazama alichokifanya captain. Kila mmoja anachukua tahadhari kabla ya hatari. Napopoteza mipira unalazimika kurudi nyuma kwepesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Ndio tafsiri ya msaidizi wa refa aina ya pili baada ya kuona mpira ule umemzidisha. Ni wakati ambapo makocha watakuwa na kila sababu ya kuweza kufanya mabadiliko, maana ni kawaida kipindi cha pili kutegemea na mazingira mchezo, walau kuweza kuzuia uongozi wa mchezo ama hata hivyo kuweza kuongeza nguvu katika safu ya umaliziaji ili kuchochea kasi ya mchezo na kupata matokeo chanya. Lakini unaangalia kwenye benchi wapo wachezaji Brian Marita, yupo Robert Karisa, Veron Ombima kwa upande wa Posta Rangers, hata Bernard Ondiek mchezaji wa zamani kwa faida ya Gor Mahia, ngaja amekuwa na misururu ya majeraha, Chambade Trevor Omondi, sijamsahau Dickens ama Dicken Mwema, mchezaji mmoja mrefu sana hivi pandikizi la mtu. Pande wa Nairobi United kikosi kizima kipo. Utazama yupo Benson Ochieng Omala, Ashraf Taire, tineja wakati fulani katika uwanja wakipewa nafasi ya kutitiga walipopiga dhidi ya Ulinzi Stars. Katika uwanja huu alipoteza kwa magoli 2-1 dhidi ya Ulinzi Stars, wakati ambapo Ulinzi Stars wamefanya mabadiliko katika benchi la ufundi wakitwika majukumu wachezaji wa zamani kwa faida ya klabu hiyo. Hapa nikirejelea Rio Hassan na Mlinge Ndeto kwa faida ya Ulinzi Stars.
wakasajili ushindi wa magoli 2-1. Ashraf Dineja akafanikisha angalau kuzalisha mpira kwa faida yake mchezaji Benson Omala, wakapata la kufutia machozi. Brian Magare pia vile vile yupo, achia mbali mchezaji David Wafula. Mabadiliko matatu hapa. Anapumzika Mainge, alipewa kadi tayari. Anachukua nafasi yake ni Ashraf Thaire. Mainge alishwa kadi. Benson Omala pia vile vile anaingia. Nikwambia ni mabadiliko ya kiufundi kwa ajili ya kuongeza nguvu katika uwanja huu. Kiza upande wa kushoto anapumzika. Reportaja Kiza, na pia vile vile anajaza kapu lake hapa Mhadhir atoka Wino. Kwa hiyo katika uwanja huu mtazamaji, tupo kimkakati zaidi kwa ajili ya kupata matokeo ama kupata mwongozo na mwelekeo uliopo kutegemea na mazingira mchezo. Haya, anaokokota sasa, jaribu kumtafuta Jackson Macharia. Aliteta kidogo hapa, anajaribu kadwezi wake kwa ajili ya kuwatoka, lakini anaambulia patupu. Mwamuzi anasema kwamba amecheza ndivyo sivyo, kwa vyote vile lazima mkwaju wa madhambi upigwe. Na sasa tuweze kuona, je, mhusika mkuu atakayetwikwa majukumu atakuwa ni yapi? Analishwa kadi ya njano manake kwa maksudi. Dimple Omamo analishwa kadi ya njano, anaingia katika daftari ya mwamuzi wakati kwa kucheza ndivyo sivyo. Dimple Omamo, tazama kile alichokifanya, sidhani kama alikusudia, lakini sasa kwa vile hakuwa makini, ana kila sababu ya kuweza kuhukumiwa kwa makosa aliyofanya. Mustafa Kiza beki pembeni kushoto, nafasi yake imetwaliwa na mchezaji Benson Omala Ochieng. Ashraf Thaire kiungo anajaza pengo la mchezaji Yusuf Mainge. Naye Hazikimana pia vile vile ametwikwa majukumu ya kuingia dimbani. Mabadiliko matatu kwa upande wa timu ya Nairobi United. Hapa anarejelea kuondolewa kwa Leslie Owino ambaye ni captain. Mabadiliko matatu hayo. Kwa hiyo upande wa pili namuona mchezaji Bernard Ondiek, nimemtaja hapo awali, anajiweka tayari kuingia dimbani kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake barabara. Wa mzuri sana katika safu ya ulinzi, na anapokuwa katika safu ya ulinzi anapenda kuchangamkia fursa, na hususan katika safu ya maliziaji kwa ajili ya kujibu mapigo. Ashraf, bao wanasawazisha. Nimemtaja Ashraf wakati uliopita katika uwanja huu dhidi ya Ulinzi Stars, alizalisha bao kwa faida ya Benson Omala kumaliza shughuli. Vivyo hivyo anafanya tena baada ya kuingia dimbani chini ya dakika 3. Anamwandalia katika njia na anavamia mfano wa mbogo aliyejeruhiwa mbugani. Sifa za mmaliziaji siku zote, one touch unajaza kambani. Bado hajatokwa na jasho kwa pani hapa mchezaji Benson Omala. Kabla haja kuingia mchezaji Bernard Ondiek, Yahama anaondoka. Shaka
waza na kuwazua kulikoni hapa. Anachukua nafasi yake ni Bernard Odiek. Walitaka kufanya badiliko wakasubiri kiasi cha haja. Zamani akivaa uzi wa the Green Army kwa maana Gor Mahia. Tazama kilichotokea. Teenager ambaye kwa hakika nadhani team chemistry ama chemistry yake na Benson Omala inaonekana sio tu katika uwanja wa mazoezi, bali pia unashuhudiwa katika uwanja wa mapambano. Ni siku ambapo tunashuhudia mabao yakifungwa tena kiustadi. Bernard Odiek tafuta nguvu mpya. Ashraf very skillful. Ashraf umri mdogo, mikimbio yake kwa hakika ni kwa mahesabu, na pia anacheza kwa kujiamini. Hata hivyo akili kubwa sana kwa namna ya kuweza kung'amua na kutafsiri mbinu na mikimbio mpinzani katika changamoto kuweza kupata matokeo chanya. Unaweza kuona kwamba ni badiliko la kiufundi ambayo imetekelezwa na mwalimu Godfrey Otuor almaarufu Solo. Ashraf tabidi acheze na mlinda mlango. Benson Omala amekuwa nje kwa muda kiasi cha haja kutokana na jeraha ambayo imemweka mkekani, na amekuwa akiwa introduced polepole tu kwa ajili ya kuweza kupata ile momentum. Manake tangu arudi kutoka kule Marekani Kusini akapata muda mfupi tu pale Gor Mahia, kisha kahama kajiunga na ndugu yake ambaye leo hii hajajumuishwa kikosini. Hata hivyo na kwa mujibu wa mwalimu Solo ni kwamba mashindano ya taji la shirikisho kwa maana Confederations Cup imetangaza wachezaji sana, na baada ya msimu huu kutamatika, basi wapo takriban wachezaji watatu watakuwa wanaondoka hapa. Kisemezana naye hapo awali kwamba jukwaa kuu imewapa fursa kuweza kuonekana, na huenda sasa watapata lishe bora kwingineko. Anatoa minus kwake mlinzi wa kati Lennox Ogutu. Namwona Solo kwenye chaki hapa kutokana na mabadiliko ambayo tumeshuhudia yakifanyika. Inamaanisha kwamba pattern ama formation pia vile vile inabadilika. Vikosi vyote viwili wameongeza idadi kubwa ya wachezaji kukabia juu ya mstari kwa upande wa timu ya Nairobi United. Wapokuwa na idadi kubwa ya wachezaji juu ya mstari, inamaanisha kwamba tutakuwa na kila sababu ya kuweza kuvamia mpendavyo, lakini kubwa zaidi ni namna ya kuweza kurudi na kuzuia iwapo kwa vyote vile mnavamiwa, ili walau kuweza kuimarisha ulinzi. Ameugusa mkono wa paka. Faustin Ojiambo katika safu ya ulinzi, mlinzi wa pembeni kushoto. Katika safu ya ulinzi pale unaangalia pia kazi anayofanya Musa Muhammad. Achia mbali Vincent Wasambo. Jitahidi kadri uwezo wake sasa, nguvu mpya Hazikimana.
Miguso kwa ajili ya kuchochea kasi ya mchezo. Vincent Wasambo amekabwa, sema kwamba amevutwa ama amebururwa tena kwa maksudi. Hapa sasa inabidi alishwe kadi ya manjano, manake alikuwa na advantage ya kwenda kuleta madhara. Mabadiliko, mtu analishwa kadi ya manjano, na wakati huo huo Posta wanafanya mabadiliko. Analishwa kadi ya njano hapa Steve Biko kwa kucheza ndivyo sivyo. Olilo anapumzika, Ombima anachukua nafasi yake. Veron Ombima, Teja Veron kwa upande wa timu ya Posta Rangers akichukua nafasi yake Caleb Olilo ambaye anakwenda kupumzika. Namwona pia vile Marita, Brian Marita huyu anaingia na kuchukua nafasi yake Jackson Masharia, mfungaji wa bao kunako dakika 43 kwa faida ya Posta Rangers. Elvis Nur lisho kadi ya njano. Za Veron Ombima kwa ajili ya kuongeza nguvu katika safu ya maliziaji. Mapigo ya kweli kweli, lakini pia unaangalia anaingizwa ingizo jipya pale Brian Marita. Yaani ameamua kuvamia kwa ajili ya kusaka alama zote tatu. Kwa hiyo wote wamebalance katika taratibu za kuvamia, na inamaanisha kwamba baada ya kuona kwamba ameongeza idadi ya wachezaji wenye uwezo mkubwa katika safu ya maliziaji, kidogo atapunguza ile pressure ya kuona idadi kubwa wachezaji juu ya mstari. Hapa anarejelea Nairobi United ili walau warudi nyuma kiasi cha haja kwa idadi fulani ya wachezaji na kuzuia, manake kasi alionao Ombima na uwezo alionao Brian Marita huenda pengine ikaleta madhara katika ngome ya Nairobi United. Kwa hiyo he simply trying to balance the equation. Karamor anapigwa stop. Pale ni wazi kabisa alikuwa ameotea. Anafanya maamuzi isiokuwa na tija katika jaribio la kuja kupiga hatua kwa ajili ya kuwapokonya mpira. Nguvu mpya, kuna idadi ya kutosha katika safu ya ulinzi. Kwa sasa wanakaba na takriban wachezaji watano. Anacheza kwa kujiamini pembeni kulia kule kwenda kimkakati zaidi, lakini cross inakosa kufika. Bado ni nguvu kubwa ambao wanatumia kuelekea kipenga cha mwisho cha mwamuzi wa kati. Wangaya anavuka mstari wa katikati. Olilo kisha toka kitambo, manake ananikanganya kwa sababu ya rasta kichwani unapomtazama. Apochukua mpira kwa ajili ya kuweza kuanza kupiga safari. Taka kupasuka kwa hasira. Mashaka fanya mambo yake Mashaka upande wa pili, kujaribu kadri zake kuweza kuwania ule mpira, pasi na mafanikio ikawa sasa apate huruma ya mwamuzi. Dalili tosha kwamba bado wote wameweka hai matumaini ya kuweza kupata chochote kile katika uwanja huu. Ombima naweza sema ndiyo kuna harufu ya bao, kutegemea na mashambulizi ambayo yanashuhudiwa katika vikosi vyote viwili, kila mmoja akijaribu kadiri uwezo wake kuweza kupata chochote. Sana alama tatu
lakini bao kupatikana lazima utengeneze nafasi, ndio jambo la msingi hata hivyo. Kwenda mzima, kipa anacheza kule. Hatari, wameondoka wakajisahau. Benson Omala tena katika ubora wake, nusra atupia ule mpira kambani. Wasambo, Vincent Wasambo. Alichokifanya, alimuona jinsi alivyotoka katika eneo lake hususan kwenye mstari, akataka sasa unyanyue japo kiduchu tu, lakini kwa vyote vile akauona mapema, manake alitoka kwa ajili ya kupunguza mwanya baina yake na Benson Omala. Karamora amepumzishwa, Waibi anachukua nafasi yake. Charles alifunga kunako dakika ya 21. Karamo Michael akisema anatarajia kupata mwana, ile hat-trick akidedicate kwa muumbaji na pia kwa mama Kijacho. Naye dakika chache sana tutakuwa tunapata kusikia kipenga cha mwamuzi, wakati akipuliza kipenga na kutamatisha pambano katika uwanja huu. Ni mtihani wa kukwepa shoka la kushuka daraja ama ngazi upande wa Posta Rangers, lakini kwa upande wa pili wanataka kuingia tatu bora ili kumtoa pale Polisi ikiwezekana. Ndio lengo lake Nairobi United. Ziko mpaka sasa hajapoteza tangu achukue mikoba hii. Ameonyesha kazi nzuri licha kuwa kwenda sare kadhaa. Pembeni kule kwa kasi, Wankaya za mwisho kule anaokosa. Bado anaongeza ukatili mbele ya lango. Wamekata Abla bin Katabra, unaambiwa ni goal mili. Anatazama hapa Omala, anabung'aa, anauliza VAR kwa wapi? Wanashambulia kwa fujo kweli kweli, wamedhamiria kupata alama tatu katika uwanja huu. Nyumbani pale atajiuliza mbona kipa asinge jaribu kuweza kudaka ule mpira, lakini kumbuka mpira ulikuwa bado upo nje ule mstari kwenye eneo lake. Tazama kilichotokea. Wangaya ana mazoea ya kucomplete runs. You must always learn to complete your runs, kama anavyosema siku zote Beldin Odemba, mwalimu kwa faida ya timu ya taifa ya watoto wa kike Harambee Starlets. Haikuvuka ule mstari. Mwamuzi amefanya kazi nzuri sana kwa kuweza kung'amua matukio. Hali kadhalika msaidizi wake upande laini ya kwanza hapa kwa na Paul Ndiba. Mwema anaingia, Bomtaja anapumzika. Maloba, Oliver Maloba anapumzika. Mwema, Dickon Mwema anaingia zikiwa zimesalia dakika 4 pekee kabla ya mwamuzi wakati kuamuru kuwa pambano limekatika ama limetamatika. Imekuwa ni mchezo wa kuvutia, mabao tumeshuhudia na pia vile kizaazaa katika ngome za wapinzani.
kwa tunasubiri kupata kuona, je, upande wa pili katika uwanja wa Mumias wamekwendaje FC Leopards dhidi ya Kakamega Homeboys. Pia vile vile wamekwenda kupambana katika uwanja wa Mumias Complex. Wanaendelea katika njia, kipa analazimika tena kwa mara nyingine kutoka kwenye eneo lake kwa ajili ya kufukuzia ule mpira, manake walinzi kidogo kana kwamba wanajisahau katika eneo lao. Kazi ipo. Ogutu Lennox. Dakika za mwisho haupaswi kufanya masiara katika safu ya ulinzi. Dakika 5 za mwisho huwa ni mbaya, ama 5 za mwanzoni. Pale amecheza kung fu. Kadi nyekundu, sio amechomoa kadi nyekundu, manake huyu ni kadi nyekundu mkononi tayari. Mwamuzi mwenye nembo ya FIFA kifuani anatoa hukumu akicheka dhidi ya Lennox Ogutu. Anamwambia, unaona kaptura ama skin tight, rangi jamaa aliovaa upande wa pili ndio rangi pale, moja kwa moja, hapana ubishi. Lennox Ogutu amekosa kucheza kiungwana katika uwanja huu dhidi ya nguvu mpya Brian Marita. Anapigwa umeme hapa mlinzi wa kati Lennox Ogutu. Dakika za nyongeza katika uwanja huu. Amekuwa na mchango mkubwa sana katika uwanja huu leo hii. Amekuwa very instrumental. Kwa hiyo atakosa mchezo kati ya wao na Police nyumbani na ugenini dhidi ya Gor Mahia. Anamwambia nyanyuka, hata upoteze. Anampa kadi nyekundu akipiga tabasamu. Nikwambia huyu ni mtu ambaye anatumia kanuni akiongeza na busara katika kufanya maamuzi. Ndio kazi anaofanya pale Dickens Mimisa. Alicheza kumfu haswa. Brian Marita, mwasiriwa, anapewa majukumu kwa ajili ya kutenga ule mpira. Hatua za mwisho kwa faida ya Posta Rangers. Pale wanacharuka wakati wote. Basi mwamuzi wakati atakuwa anapindeza kipenga kucheza, tafuta mwisho pale na ukosa. Wote kwa kika wakiwa nasubiri maamuzi yake Dickens Mimisa. Nyengorwa huyu anamwamuru atekeleze majukumu yake mapema. Anapoteza muda, sekunde za kuhesabu. Kevin Oduor yupo bench, lakini huyu ni Bernard Jairo. KCB dhidi ya Posta Rangers, Posta Rangers dhidi ya Ulinzi. Mchezo kwa ufuata kwa faida ya Posta. Pande wa pili tutakuwa tunashuhudia Naiboys dhidi ya Police, na kisha Gor wakifunga kazi dhidi ya Naiboys. Kwa ni mchezo mzuri, mchezo wa kuvutia, mchezo wenye hisia, mchezo ambao kwa hakika umetulia, kutegemea pia vile maamuzi ya mwamuzi wakati akitoa maamuzi sahihi, kutegemea na tafsiri yake ya kanuni za mchezo husika. Taja kwa jina lake Dickens.
labda iwe ni jaribio la mwisho. Marita, nguvu mpya, anakwenda kutenga. Wote wamekwisha fika langoni kwa ajili ya kujibu mapigo, mtazamaji. Wangaya anakwenda kuchallenge. Mashaka anapiga unyende Mashaka, na wakati huo basi mwamuzi wakati anapuliza kipenga kutamatisha pambano. Imekuwa ni mchezo wa kuvutia kweli kweli katika uwanja huu, akimshukuru aliye mkuu zaidi Mfalme Suleimani, muumba mbingu, nchi, bahari na vyote vilivyomo. Musa Mohamed akisujudu upande wa pili, manake alikosa kubanikinika dhidi ya Karamor, kapata goli la kwanza, lakini mwisho pambano inaishia sare ya 2-2. Nairobi United Posta Rangers. Niite Bonga Boli Michael Were Muhusia. Bila shaka hii ni ligi ya SportPesa full time. Nam, ni dakika 90 za mchezo katika uwanja huu wa Police Sacco viungani mwa jiji kuu la Nairobi. Posta Rangers dhidi ya Nairobi United, pambano ikiishia sare ya 2-2, bila shaka ikiwa ni vita vikuu vinavyoshuhudiwa kati ya Zedeka Ziko Tieno na kocha Solo, na atakuwa naungana na mwalimu Zedeka Ziko Tieno, legendari wa mchezo wa mpira wa miguu katika uwanja huu. Tupe tathmini yake. Coach, karibu sana. Imekuwa ni vita vikuu, unaongoza lakini mwisho jamaa wamesawazisha kwa ajili ya kupata angalau alama katika uwanja huu. Exactly, hiyo ndio mpira. Nafikiri tulikuwa na very good game plan na tume-execute. Unaona tumekuwa tukiongoza, then wana come from behind, wana score, wana equalize, but nafikiri ni concentration tu tumelack pale kwa defense. Tume-concede two very easy chances, so nafikiri going forward tutajaribu tu tukishafunga tuweze kuziba, tusifungwe. It's all about concentration na character individual players. Yeah. Asante sana coach na kila laheri. Kocha Zedeka Ziko Tieno katika ubora wake mbele ya shaka ametueleza mawili matatu kuhusiana na mchezo siku leo. Naungana na mwalimu hapa Solo kwa maana yake Godfrey Oduor yupo hapa. Kochare,
Umetoka nyuma na kusawazisha magoli mawili, na kutokana na zile changes zilizofanya ulidhamiria kupata alama katika uwanja huu. Kusema kweli ilikuwa tupate. Sijui nafasi kama 2 hivi tumepotezaje, but I think pia goalkeeper wa Posta ameweza kusaidia sana. So tunaridhika na point moja ambayo tumeweza kupata siku ya leo, lakini tupoteza alama 2. So tutazidi kusukuma kwa sababu tumebakisha mechi 2, wacha tuangalie nini tunaweza pata hapo mbele. Asante sana coach na kila la heri. Kocha Godfrey Solo mwenyewe akitueleza mawili matatu. Kumbuka wamesalia kucheza dhidi ya, kwa maana Posta Rangers dhidi ya KCB, kisha mchezo wa mwisho ni dhidi ya Ulinzi Stars, na kisha Police wacheze dhidi ya Nairobi United, na Nairobi wamalize shughuli dhidi ya Gor Mahia. Kutoka uwanja huu wa Police Sacco viungani mwa jiji kuu la Nairobi, hii ni Sport Pesa League. Niite Bonga Poli Michael Were Mhusia. Bila shaka endelea kutazama vipindi vyetu.